lakini kizazi cha nani? Cha Yakobo. Kwa hiyo ule mbaraka ukahamia kwa nani? Kwa Yuda, lakini ile nguvu ya utawala wa kwanza ikaenda kwa Yusufu. Kwa hiyo hapa si kwamba ni Rebeka alifanya, Mungu ndo alifanya kupitia Rebeka. Ndio maana unatakiwa kumjua sana Mungu kuliko unavyomfahamu kwa ajili ya mafundisho ya ovyo. Mungu anaweza kufanya chochote anavyotaka yeye, sio anavyotaka wewe. Sawa? Na ndio maana ufahamu wetu lazima ondoa akilini mwako, Yakobo hajawahi kuiba. Na ndio maana unapozungumzia wokovu, mtu wa kwanza kuokoka ni Yakobo. Kama wewe ni msomaji Biblia, Yakobo ndio mtu wa kwanza kuokoka. Hebu tuangalie. Kitabu cha Mwanzo sura ya 32 mstari wa 24. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Na alipoona ya kuwa amshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Akamtegua uvungu wa paja Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako utaitwa tena Yakobo, ila Israeli. Unaona? Siri inatokea tangu tumboni mwa nani? Mwa Rebeka. Mdogo atamtawala nani? Mkubwa. Akasema, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umefanyaje? Umeshinda. Kumbuka alimshika kisigino, si ndio? Kule Hawa anaambiwa na Mungu kwamba yeye atakuponda kisigino na wewe utamponda kichwa. Sawa? Haya, anasema Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Hivi kuna mahali alibarikiwa Esau na malaika? Lakini hapa tunamwona Yakobo kwanza amebadilishwa jina, na pili anabarikiwa. Sawa? Baraka huenda kwa mwenye baraka. Hata uliye nacho wewe ambaye una baraka zinahamia kwa mwenye baraka. Yakobo akapaita pale mahali Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Kwa tunamwona Yakobo ndiye anayesimama na nguvu ya wokovu, na ndio kupitia ya kiuno cha Yakobo akatoka Yuda aliyemleta Kristo kupitia ukoo wa Daudi. Nimekujibu vizuri? Kwa hiyo Mungu alimtumia Rebeka kutimiza agano lake. Ni kama Mungu aliyomtumia Yuda kutimiza agano jipya na sisi. Sawa? Nimekujibu? Umenielewa? Usimhukumu Yakobo. Na kwa kukuongezea, Wahindi wekundu ni Esau. Yakobo ni Wayahudi. Ni ndugu wale. Haleluya. Huwezi kumtenganisha Marekani na Muisraeli, labda kama historia ya kiroho una. Nilishawaambia hii Biblia imechezewa sana ili kukuharibia wewe ufahamu. Nimemaliza. Hapo baba kwenye baraka, unaweza kupatia baraka kama kijana ni mdogo, yani ile kumbariki mtu kwa baraka. Yaani kama akiwa mdogo unaweza kumbariki au mpaka umri huo. Baraka ni maana yake ni nini? Kuna baraka nilishawafundisha. Yakobo, hebu tufungue Mwanzo 49. Tuanzie Mwanzo 49 mstari wa 28. Hizo zote ndizo kabila za Israeli 12, na hayo ndio aliyowaambia baba yao, na kuwabariki mmoja mmoja kwa mbaraka wake
aliwabariki. Nini maana ya baraka? Hapa tunaona vitu viwili, kuna kuwabariki, lakini akasema kwa mbaraka wake. Yakobo yeye alikuwa na mbaraka ambao ni zaidi ya mbaraka. Ndio maana Esau alilia kwa ajili ya mbaraka ule mkuu, lakini baadaye baba yake akambariki kwa baraka za baba za kutoka kwenye kiuno, kwamba tunafanikiwa kutoka kiuno cha baba, tunapata mali, tunapata na vinyumba. Amina. Tunapata kwenye kiuno cha nani? Cha baba. Misali 19:14. Soma yako alafu tutarudi tena hapo kufafanua. Mithali 19:14 inasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye. Umeona kwamba ndani ya kiuno cha baba yako kuna nguvu ya mafanikio yako. Ndio maana ukisoma Waefeso 6 anasema ni amri ya kwanza yenye ahadi. Katika amri zile 10 zote, amri ya kwanza mpaka ya 5 ya 4 zinamhusu Mungu na mtu. Kuanzia amri ya 5 mpaka ya 10 zinamhusu mtu na jirani yake. Sasa Mungu ili aanze na wewe, anaanza na baba na mama. Amina. Ndio maana akasema amri ya 5, waheshimu baba na mama, uwe na heri na ukae siku nyingi katika nchi upewayo na baba na Bwana. Lakini ukienda Efeso anasema hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, lakini akaanza akasema watoto msichokoze, wazazi msichokoze nani? Watoto. Lakini akasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Lakini mwisho akasema wazazi mchokoze watoto. Maana yake ni kwamba wewe unapokosa kumkabidhi mtoto wako baraka zake, umtendei haki. Maana yake ni nini? Baraka ya mtoto wako ni kipawa chake. Amina. Mwenye nguvu ya kuiruhusu kile kipawa ni wewe. Amina. Ndio maana baraka hapa unauona Yakobo aliutoa kwa kila mtoto, maana alimtangaza sawa na kipawa chake, sawa na nyota Mungu aliyoweka ndani yake. Ndio maana hata Yesu alitambuliwa kwa nyota yake. Maana hata wewe utambulisho wako ni nyota yako. Na ndio maana tukienda Misali, twende tena shuleni hapa, anasema amzalauye baba yake au mama yake, taa yake itazimika katika giza kuu. Sasa taa ni nini? Taa ni nyota yako, ni utambulisho wako. Ndio maana neno linasema kwamba kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake aliye nacho. Kila kinapogeuka anafanyaje? Anafanikiwa. Maana yake kipawa chako ndicho utambulisho wako, lakini kinawashwa na nini? Na taa ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Huyo funguo anayo baba na mama. Amina. Hawa wakiizima haiwaki, wakiiwasha inawaka. Amina. Misali 20:20 amlanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Amen. Taa yako ni kipawa chako. Amina. Ili iwake inahitaji hiyo taa iwashwe, nyota yako ing'ae. Amina. Nyota na ing'ae na kuombea. Nyota isipong'aa utasema watu hawakupendi. Sasa lazima kuwa makini. Unamwelewaje babako na mamako? Hao ndio wenye uwasha taa yako. Sasa kwa wale wanaokuja kwenye maombi ya detox, nafikiri kesho kutwa tuko kwenye eneo hilo.
Amina. Hichi kitovu sio kitu cha kuchezea. Amen. Kama kuna kitu ambacho unatakiwa kuchunga ni kitovu chako. Amen. Hapo ndipo taa yako inawakia kutoka hapo. Amen. Sasa wajinga mjitambui, nafikiri nawaka na maombi. Omba sana. Unahitaji maarifa, sio maombi. Amen. Maombi kama una maarifa ni kazi bure. Utapiga kelele tu. Na utaaswa sana uone mabadiliko yote kwenye maisha yako. Watu walishazima taa yako zamani. Kwani Yesu alitambuliwa na nini? Si kwa ile nyota? Yes. Na unatambuliwa hivyo hivyo. Hallelujah. Nafikiri nimekujibu. Yes. Sawa. Kwamba mimi nina watoto labda wale 4. Sasa Farao akiniuzi, naweza nikauhamishia ule mbaraka kwa Ethan. Inawezekana. Ila hawa kila mmoja nina switch ya kipawa chake. Kwa nitawawashia. Lakini ule mbaraka kwamba nani atamiliki familia ni yule ninayemtaka. Yes. Sawa? Amina. Umenielewa? Nakuelewa vizuri. Kwa hiyo wewe unaweza ukamnenea Ora akiwa bado mdogo. Kwamba Mungu, asante kwa sababu umenipa Ora, na mbariki. Na mbariki kukua kwake, na mbariki kutoka kwake, na mbariki za mikono yake, na mbariki kipawa chake. Mungu mfanikishe. Jinsi anavyokuwa hivyo. Sasa sisi bahati mbaya, mtoto tangu anazaliwa akiwa mdogo, mwangalie macho kama babake, mwangalie macho kama babu yake. Hana adabu huyu. Unaanza kumlani mtoto akiwa bado mdogo badala ya kumbariki. Kumbe wewe unaweza ukamlani, unaweza ukambariki. Unapomlani unatokomeza, unaweka giza kwenye maisha yake. Unapombariki unaruhusu nuru iende na yeye. Ndio maana wenye akili hawawezi kulani watoto wao. Hata awe kibaka atampenda tu. Mjinga ndio anayelani watoto wake. Pumbavu kabisa wewe. Haina akili, bwege kabisa. Angalia kichwa kimepinda kama mjomba wake. Akana mahali. Kumbe unachokitengeneza ndio Afrika unayoiona. Waliotutengenezea hiyo tabia ni hawa waliotudanganya. Ukuti mzungu anatukana mtoto wake. Hawezi. Mwafrika ni kutukana na kulani. Tena midomo michafu kweli kweli kwa watoto. Kenda kwa maana ipende ni mbili. Haya, swali lingine.